kimamlaka mwenyekiti hawezi kukwepa. Tujiulize kwamba Simba Sports Club tunakwenda kufanya uchaguzi mkuu. Tunakwenda kufanya uchaguzi wa mwenyekiti na wajumbe 5. Hizo bodi si kesho atazaliwa meneja, atazaliwa kiti meneja, atazaliwa Sachimo, atakuwa nani? Wote wanakuja kimuundo kutokana na uchaguzi wa mwenyekiti. Ndio maana leo hii hata wa mamlaka ya kirais utakuta watu wanamlalamikia rais au kwamba utaratibu mkono hivi na hivi na hivi. Yule rais ameteua mawaziri, ameteua waziri mkuu, ameteua kuna katibu mkuu kiongozi huko pale. Huyo CEO ni mwajiriwa tu. Kwa hiyo pale Mangungu ndo mwenyekiti. Linapokwenda jahazi vibaya, watu wanakwenda kumlilia yeye kama mzazi. Pale inakuaje? Yeye ndo anaisisha zile idara zake, zile organ zake zile. Jamani, mimi nalaumiwa mishahara ifiki. Wewe mhasibu unafanyaje? Mimi nalaumiwa sisi timu haijafika kwenye pre-match meeting. Wewe kiti manager unafanya. Mimi nimepigwa faini na chama wangu. Nyinyi wana usalama club mnafanyaje? Ndio maana watu wanalia na mwenye uchaguzi wake. Hawa kusema si huyo mwenyewe bila Simba atakuepo. Au kisema mwekezaji, tunachagua Simba Sports Club, tunachagua mwenyekiti na wajumbe 6 au 5. Unasikia mwandiki na wasikilizaji. Kwa hiyo likitokea zolelanga lolote tunamlalamikia mwenyekiti. Sio kwenda kwa wajumbe, sio kwenda kwa nani. Kwa hiyo Mangungu hakweti kwenye hili. Basi na shaka wewe utakuwa ni mwanachama wa Simba, si ndio? Ni mwanachama wa miaka mingi sana toka 92. Katiba ya Simba si unaifahamu vizuri? Naifahamu sana. Muundo wa Simba Sports Club sasa hivi kwenye uongozi ukoje? Kwa hiyo Simba tunafanya chaguzi ya kumchagua mwenyekiti, tumchagua mwekezaji. Unaelewa hiyo kitu? Unaelewa hiyo kitu? Sawa. Sasa tuanzie hapo. Sawa. Sasa kwenye uongozi wa Simba Sports Club masuala mazima ya kuweza kuiendesha Simba kwa yule ambaye yuko na mamlaka ni bodi ya wakurugenzi, si ndio? Hilo ni mtambuka, mnasemaga mtambuka. Leo unaona mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi nikikwambia Festo, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi anakuwa ni yeye. Mbona kuna siku nasikia anawekwa try again, anawekwa magori? Ni vitu vya kuvumiliana ndugu zangu. Yaani muundo wa Simba Sports Club ni Mangungu na wale wajumbe wake kina Shabaraka na wengine and others. Hamna mambo mengine. Kwa hiyo tunakuja tutavunjwa nini unasikia ndugu yangu? Transformation ya Simba imekwama. Transformation ya Simba ni kueleza Festo tufunguke wote. Transformation ya Simba imekwamisha ni nani? Sio kama ni mwekezaji. Alikuwa anakwambia alingani na mazingira ya constitution yetu. Walikuwa wanamvumilia. Wewe mpaka ulisikia sasa ulikuwa unasema Mo kanunua Simba. Sisi wanachama tumeuza Simba. Ni yeye Modeuji mwenyewe, sio mimi. Wengine tunanyamazaga. Ule Mangungu ndio kilio cha watu. Ndio maana ukisikia pale leo mishahara ilipwi, wapo mimi simsemei vibaya kwa Manya. Manya mimi namheshimu, ni mzee wangu na tumeshiriki kurasini. Wapo misheni ikitetereka tu anaulizwa Gamanyo. Imekuaje? Mbona wako hivyo kwa hivi? Haijalishi kwamba idara zikoje. Yule CEO ameajiriwa na Simba, Mangungu anatakiwa aite idara zote. Ile bodi imekaa tu pale ndugu yangu Festo, watu wanacheza tu mpira. Sawa, sasa sawa. Mchezaji sasa hivi ndio maana hela yake akisema hela ameweka B20 ni ujanja tu, mimi nakueleza. Ni ujanja tu wa kimpira. Sasa Msumali. Information yake imekwama. Sasa Msumali. Kwa nini kipindi cha usajili na timu kwa inapofanya vizuri sifa zinakwenda kwa mwekezaji ambaye mnasema ni mwekezaji, lakini sio kwa mwenyekiti? Mambo yakienda vibaya lawama kwa mwenyekiti. Kwa nini hii elimu kwa mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba ipo kimakundi? Wengine wanaelewa, wengine hawaelewi. Sasa kwa nini Festo umefuatilia michezo? Tunachokisema ni hivi, timu hili la wanachama nini kupata ushindi. Mambo mengine tuwafuatiliaje sana. Ndio maana tukija Festo utakuta taarifa ya mapato na matumizi wao watu wanaona kama inachelewesha. Tupo kini utakapokuwa umejiteleza. Unaona Mangungu juzi alikuwa anaulizwa kwa nini mahesabu yetu haendi kukaguliwa. Ina maana kwamba inafikia stage watu wakioji vile vitu jibu. Huwezi kusema mimi wewe nisubiri kwenye uchaguzi. Festo hizi ni taasisi. Leo hiyo unaona Yanga pale. Leo jana nyinyi mlikuwa mnasema GSM alishatangaza kwamba atakuwa atajenga yeye. Ulitegemea engineers amekwaje pale Yanga? Huwezi kuwa na maslahi zaidi ya GSM. Engineers alikuwa mfanyakazi wa GSM. Amewekwa pale kwenye wenyekiti kulinda maslahi ya GSM. GSM ametoa Yanga kwenye bakuli. Leo ameshai brandi aje mtu achukue Yanga akasumeke yeye ndio mwekezaji ajenge. Leo Simba inaitwa Mo Arena. Nani alipitisha hivyo vitu? Tunanyamazaga tu. Lakini tukisimama kwenye sheria sisi tunalia na kichwa cha Mangungu.
Mangungu atuachie timu yetu. Tunakufa naye. Kwa hiyo kiwalisia kueleza hivi mimi ni mtumishi unanielewa. Na nimeongoza na niko kwenye mataasisi, mimi ni public figure. Lakini naongea bila kuogopa kwa sababu nini? Mangungu ndo tunaenda kumchagua. Hao wanaosema wanachama leo kwa mfano Festo hujashiriki uchaguzi wa nchi ya Tanzania. Unataka kusema leo mchagua rais watu kadhaa. Lakini likishakuwa chaguzi ambao wote mmemchagua. Unaona bwana, Mangungu hawezi kukopa lawama hizi. Hata walimchagua ndugu yangu Malima hapo, mchezaji mwenzangu anasema kwamba watu 1000 na kitu tuheshimu. Hapana. Huyu Mangungu ndo anatakiwa itishe idara zote. Bila Mangungu hamna bodi ya Simba. Saidi mwandike hiyo, mtu asikuongopee. Bila Mangungu hakuna sijui player gani, hakuna nani. Mangungu ndo tunachagua na wajumbe wake. Wale ndo wenye Simba. Hizi ni idara tu. Unasikia ndugu yangu? Hizi ni idara zinatengenezwa tu. Kwa hiyo mkisema Mo anatoa hela, hatutaki kumpigia makelele, ni heshima. Sasa tunamwekea. Sawa. Sasa timu inaposhindwa kufanya vizuri, yani kwenye uwanja, kwa nini wanachama wengi wanarudi kwake, lakini pia akifanya vizuri hawarudi kwake kumsifia? Saidi mwandike, narudia tena, Hassan Msumari, mnanifahamu. Sisi tunarudi kwa baba ni Muyule. Leo inasemekana wachezaji wanacheza chini ya viwango, kisa mwekezaji amenuna. Haya mambo tunayajua sisi. Unaona bwana? Leo kina Soa alikuwa anafaisha magoli. Soa anatafuta kadi nyekundu za kutengeneza. Tunafahamu. Bila unaficha Bakari Malima, wewe mbona ulimuumiza Dua? Tulipoa maelekezo muumize Dua, ukasafiria juu, ukampiga Dua kiwiko, Dua akazimia, akanusurika, akaamka. Lakini Dua angekufa leo tungesema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hizo ni fiti na Malima mwenyewe unakiri. Yanga mlikuwa mnapigwa, mkamwambia Dua bwana, Dua Malima safari ya cement yako, shughulikia Dua. Ukamshughulikia kweli. Ulimshughulikia kweli. Kwa hiyo hata sisi Simba Sports Club inapokuja furaha tunapokea furaha yetu. Lakini inapokuja madudu Okay. Sawa, shukrani sana. Kabisa taasisi ya kwepi. Asante sana. Na anatakiwa asipoteze muda ajiuzuru. Kwa nini anang'ang'ania? Asante sana. Mpaka anajua yeye ni Yanga bwana. Mpaka anajua yeye ni Yanga bwana. Sawa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.